ya kanisa lako. Lakini kanisa la Suleiman, namna Mungu alikuwa anaonekana na watu wameshikamana. Siku tumesikia kama umechagua kanisa inabidi uambatane na mchungaji wako sana, usimdharau. Ndio. Amen. Muda mwingine Mungu amekubariki, nenda na sukari kwa mchungaji wako. Kilo 5. Sema hizo ndio nikimpa atamaliza mwezi mzima. Muda mwingine usiende pale na mbwembwe nyingi na sukari yenyewe mpaka itamwagika. Nenda kwa unyenyekevu. Ikiwezekana nenda hata usijulikane, peleka. Mungu aone siri atakujaza. Amen. Unapata hela zako kakiroba kaunga, kakiroba kaunga ngano, kanyama umebeba. Unapofanya hivyo unamsaidia mtumishi wa Mungu. Sasa unapitia hali ngumu sana watumishi wa Mungu na hawawezi kusema. Unapobarikiwa gawana na mtumishi wa Mungu. Amen. Unamwona kila ibada yuko na kashati hako suruali isa ishaanza kuchakaa. Mwite siku nyingine kwa fundi. Amen. Mwambie mzee tunaweza dukani kule. Chagua kitambaa. Chagua. Sawa tena. Pima suti na usitangaze kwa mtu. Unaweza kusema ile unaiona ile suti imekaa au haijakaa. Huyu fundi akushona vizuri sana. Ndio unajitambulisha hapo sasa. Watu wanaona amevaa suti na tai na kila kitu, wanajua ni yeye amenunua. Mungu anakuona wewe. Kama kanisa likaa vizuri, hawatataka mchungaji mpaka viatu vinapinda. Ndio mpaka vipinda vyote hivi. Ni kazi ya mashemasi kumchunguza mchungaji, kuchunguza mke wake, kuchunguza watoto wake kama wako sawa. Haleluya. Ni wajibu wa mashemasi kutembelea nyumba ya mchungaji. Amen. Sema Mungu yapigia debe wasipigi debe. Mimi ni mshemasi. Na nena hivyo ndivyo Mungu anafanya. Tuna kijana mmoja ni maskini kidogo, kwa maskini. Yuko na miezi kwenye nyumba kupanga, hana kodi. Mchungaji mwenyewe anabeba mizigo yake kumwambia watu. Nikamwambia basi mwenye nyumba wewe utandai mimi. Wewe kazi nao nikamwambia utakuwa unatoa hela kwenye langu. Mimi fungu la 10 sipokei mkononi. Niliacha miaka kadhaa hapa nyuma. Niwaachia wadhamini wapokee. Sasa nakuuliza swali. Bahasha zikiwa 200 300 nafungua funguaje? Zikifika 20,000 utakuwa unamaliza kipindi cha kufungua bahasha. Si waamini wa kazi na wako. Amen. Ile kwa watu wachache fungua. Ombea, piga magoti, kizidi kwa wengi, achia wadhamini. Amen. Nikamwambia kata kwenye fedha zangu, utakuwa nalipa nani? Kodi ya nyumba. Wewe kazi yangu, huyu mzee ana akili, analipia kodi ya nyumba ya mtu mwingine. Mungu akambariki yule kijana. Sasa hivi ndio tajiri wa pale kanisani. Sema amen. Ndio tajiri anasaidia watu. Mungu wakota maskini amketisha moja na wakuu. Jifunze kutoa, na mtu wa kwanza kumhudumia ni pastor wako. Hata kama ana fedha mhudumie tu. Amen. Akivaa vizuri Kristo amevaa. Amina. Mwezi mwingine ana hela, anashangaa kuna maharage kilo 50 zimeingia nyumbani. Unajua sala atakayoomba leo mtu. Muda mwingine kwenye simu umepata hela, unajua namba mchungaji wako, unamuuliza mzee hii simu unadaiwa? Sema hapana. Anashikia cheche laki moja imeingia. Alikuwa anaenda mjini na katiza anarudi nyumbani kwenda kushukuru. Amen. Kuna wakati naamini nilikuwa na madeni kidogo. Kuna deni kama 30,000, hela nyingi sana. 2001, 30,000 na anaendai hata kunipeleka kwa mjumbe. Kwa hiyo kulikuwa na meza ya Bwana. Meza ya Bwana inalipa madeni. Wangapi naamini? Meza ya Bwana huondoa magonjwa, ulipa madeni. Tukamaliza meza ya Bwana. Ile siku nilipewa Jumatatu kama sijapeleka hiyo pesa kwa mjumbe. Na mimi na Mungu aliye na babangu mwenye mali nyingi. Kwa hiyo nikaomba ile siku sana, Bwana sitaki kumuomba mtu pesa. Nataka wewe mwenyewe ushughulike. Petro alikuwa ana shida ya kodi, kulikuwa na samaki mahali fulani.
tukaomba jioni meza ya Bwana. Meza ya Bwana ukiendea kwa unyenyekevu bila ujanja, magonjwa yanatoweka, shida mbalimbali zinaondoka. Tunamaliza ibada ya meza ya Bwana, tunasalimiana. Hata tuonane huko juu. Na unafanya lakini na deni. Unamkumbatia mtu deni ninalo lakini. Bali kama kukumbatiana simama. Kukumbatiana nikoona hapo hivi bwana ana karatasi na nikamata hapo. Yana piana mkono. Dora. Baada ya meza ya Bwana dola 100 mkononi miaka ile. Mwambie meza dola 100 kwenye meza ya Bwana. Usikwepe meza ya Bwana hata kama maisha ni mabaya. Tumia. Amen. Miguu inawaka moto. Nenda kutawaza miguu. Miguu ya mtakatifu ikitawazwa, magonjwa yanaondoka. Fungus zinaondoka. Tunaamini hivi. Mara niliponipa tu akaniambia nikabadilisha. Tulikuwa nakaa nyumbani kwa Pastor Usumo mjini. Kanisa hili hapa. Kwa hiyo ukipewa pesa na mtu usifungue. Ukipewa pesa na mtu inanyang'anya. Usichungulie pale. Chukua hivyo tia mfukoni. Kata kona. Na mtu akikupa pesa hata ujue shilingi ngapi, mwambie tu Mungu akubariki sana. Usipokee kama Goliati. Amen. Mungu awabariki sana. Sijui nadhani kipande changu hiki kinashindwa kwenda, kutakuwa na watu ambao leo hawajaja. Ni cha lazima sana. Tunataka kuwa na kanisa ambalo ni super church. Kanisa ambalo ndio tunaenda, siwezi kulizungumza hapo tacha. Labda kuna watu hawajafika leo. Kuna kawaida ya Mungu hivyo. Pengine kuna mtu wa muhimu sana hajaja leo. Na mnajua kuna wengine watu wa Jumapili. Tuna Wakatoliki wa ujumbe hapo. Si sawa? Naomba nisikie nachotaka kusema. Kanisa original super church ni kanisa nabii anasema tutasoma kesho. Nabii alikuwa anatamani kuliona. Naona yeye Mungu alishamtumia, lakini alikuwa anataka na yeye alione hilo kanisa mwenyewe ni mganda wa kutikiswa. Sasa nitaka baada ya yeye mganda unaofuata, miganda inayofuata. Alitaka aone hilo kanisa akitokea mlango huu au ule, asikie kwenye kona, Bwana asema hivi, jana ndugu fulani alimfanyia mkewe hivi. Mpaka hivi zitaondoka hapa. Hazitakuwepo. Kusonya mke wako. Kwa sana hivi, nafaka unaenda kuna ngulizo. Zitaletwa hapa. Nabii anasema hilo kanisa naliona hata kama shetani anakataa, litatokea tu. Na hilo kanisa litatokea, litawafanya watu kutoka mbali kuja kwenye ibada hii. Zikapa izungumzia jioni kesho. Amen. Hapo ndio mahali moyo wangu umekaa. William Branham, watu hawakuwa wanakuja kwenye ibada kusali. Walikuwa wanakuja kumuona wazione nguvu za Mungu. Amen. Malkia wa Sheba akasema zile habari nilisikia ni zaidi ya vile nilisikia. Naona utaratibu wa kanisa, watu walivyopangwa, mashemasa ni nani walivyokaa, mipangilio, wanakwenda kuwinda, wanaofanya nini. Akasema hii mwanadamu hawezi kuifanya. Suleiman naona alibarikiwa, akachukua tena fedha zaidi ya yule malkia, akamrudishia. Mungu atazifanya huduma zetu. Sio kwa hivi tulivyo. Ziko hivi sababu kuna namna ya dini isiyokuwa na nguvu. Tunamhitaji Mungu wetu. Mungu